Naam, karibu sana Duara TV, na hii ni miongoni mwa habari kubwa inayotikisa dunia ya soka leo. Si kuhusu mchezaji wala kocha, bali ni kuhusu refali mmoja kutoka Somalia ambaye jina lake limekuwa gumzo duniani. Fikiria umechaguliwa kuchezesha kombe la dunia FIFA World Cup 2026, ndoto ambayo waamuzi wengi huota maisha yao yote, kisha ghafla unapofika nchini mwenyeji unaambiwa huwezi kuingia. Ndoto yako inavunjika mbele ya macho yako. Lakini kilichotokea baadaye kimewashangaza wengi. Huyu ni Omar Abdulkadir Altan, refa kutoka Somalia ambaye alikuwa ameandikwa historia kuwa Msomali wa kwanza kuchezesha kombe la dunia. Yes, Omar Altan alifanya kazi kwa miaka mingi kujijenga katika dunia ya uamuzi, kutoka ligi za ndani na Somalia hadi mashindano makubwa ya Afrika. Alionyesha uwezo mkubwa kiasi cha kutajwa kuwa mmoja wa waamuzi bora Afrika. Mwaka 2026 FIFA ilimteua kuwa mmoja wa waamuzi wa kombe la dunia. Hii ilikuwa historia kwa Somalia, taifa ambalo kwa muda mrefu limekuwa likikabiliwa na changamoto nyingi kumlazi, lakini sasa lilikuwa na mwakilishi kwenye jukwaa kubwa zaidi la soka duniani. Wananchi wa Somalia walijivunia mafanikio hayo. Vyombo vya habari vilianza kuzungumzia mafanikio yake. Kila kitu kilionekana kama kuwa tayari kwa safari ya kihistoria ya namna hiyo. Yes, lakini mambo yalibadilika ghafla. Altan alipowasili nchini Marekani kwa ajili ya majukumu yake ya kombe la dunia, alizuiwa kuingia na mamlaka za uhamiaji. Licha ya kuwa na visa halali na nyaraka zote muhimu, hakuruhusiwa kuendelea na safari yake. Taarifa hiyo ilienea haraka duniani kote wakati mashabiki wakijiandaa kushuhudia mechi za kombe la dunia. Altan alikuwa akirejea nyumbani akiwa amepoteza nafasi ambayo alisubiri kwa miaka mingi sana. Serikali ya Marekani ilieleza kuwa kulikuwa na masuala ya kiusalama yaliyohitaji uchunguzi zaidi. Watu wengi walishangazwa na uamuzi huo, wengine waliona kuwa ni pigo kwa soka la Afrika na Somalia kwa ujumla. Yes, aliporejea Mogadishu, jambo lisilotarajiwa lilitokea. Maelfu ya wananchi walimpokea kama shujaa. Ingawa hakupata nafasi ya kuchezesha kombe la dunia, lakini wananchi wengi waliona tayari alikuwa amefanya historia kwa kufika kiwango hiko. Mitandao ya kijamii ilijaa ujumbe wa kumuunga mkono, huku watu kutoka mataifa mbalimbali wakitoa salamu za pole na kumpongeza kwa mafanikio yake. Lakini hakuna aliyedhani kuwa siku chache baadaye angepata habari kubwa zaidi. Naam, leo UEFA imetangaza kuwa Omar Altan atachezesha mechi ya UEFA Super Cup, moja ya mechi kubwa kabisa katika kalenda ya soka la Ulaya. Mechi hiyo itawakutanisha mabingwa wa mashindano makubwa ya Ulaya mwezi Agosti mwaka huu. Uamuzi huo umeonekana kama ishara ya heshima kwa uwezo wake na mchango wake katika soka la kimataifa. Viongozi wa UEFA na CAF wamemsifu kwa kiwango chake cha juu cha uamuzi na kusema anastahili nafasi hiyo. Kwa maneno mengi, ingawa alikosa kombe la dunia, sasa amepewa jukumu la kusimamia moja ya mechi zitakazotazamwa zaidi duniani. Hadhi ya Omar Altan inafundisha jambo moja muhimu sana. Wakati mwingine unaweza kufungua mlango mmoja mkubwa, lakini muda mfupi baadaye mlango mwingine mkubwa zaidi unaweza kufunguliwa. Kutoka kuzuiwa kuingia Marekani hadi kuteuliwa kuchezesha UEFA Super Cup ndani ya siku chache tu. Safari ya refa huyu wa Kisomali imekuwa moja ya simulizi zinazovutia zaidi katika dunia ya michezo mwaka 2026. Swali, je, unaamini Omar Altan angekuwa mmoja wa waamuzi bora zaidi wa kombe la dunia kama angeruhusiwa kushiriki? Andika maoni yako hapo chini, na hii ni Duara TV.